Palikuwa na msichana mmoja aliyeitwa Zainabu, binti wa kipekee katika kijiji cha Mwangaza. Alikuwa mrembo kupindukia, uso wake uking'aa kama jua la alfajiri na macho yake yakimeta kama nyota za mbinguni. Umbile lake la kuvutia lilimfanya awe gumzo kijijini, kila kijana akitamani awe mwenza wake wa maisha. Hata hivyo, Zainabu hakuwa na huruma wala moyo wa upendo kwa yeyote. Alikuwa na maringo makubwa na dharau kupita kiasi. Kila kijana aliyemfuata kwa nia ya ndoa alikataliwa kwa dhihaka. Mimi siwezi kuolewa na kijana wa kawaida. Nahitaji mtu wa hadhi yangu, tajiri mkubwa na mwenye sura ya kuvutia, alikuwa akisema kwa kiburi. Kijiji kilizoea tabia yake na hatimaye vijana wengi wakakata tamaa. Wazazi wake walimwonya mara nyingi kuwa uzuri wake hauwezi kudumu milele na kwamba angeweza kujikuta pweke katika maisha. Lakini Zainabu hakusikia. Aliendelea kuchagua na kudharau kila aliyemfuata. Siku moja, alitokea kijana mtanashati sana, aliyejulikana kwa jina la Jafari. Alikuwa na sura nzuri isiyoelezeka na mavazi yake yalionyesha utajiri wake wa hali ya juu. Alikuja na msafara mkubwa wa magari ya kifahari, zawadi za thamani na dhahabu nyingi. Kijiji kizima kilistaajabu utajiri wake wa kupindukia. Alimfuata Zainabu na kutuma posa kwa njia rasmi. Kwa mara ya kwanza, Zainabu alihisi amepata mtu wa hadhi yake. Bila kusita, alikubali posa hiyo na harusi kubwa ilifanyika. Kijiji kizima kilishuhudia harusi hiyo ya kifahari na Zainabu aliaga familia yake kwa mbwembwe kwenda kuanza maisha mapya na Jafari. Siku za kwanza katika ndoa yake zilikuwa za kifalme. Alipewa kila alichokitaka, akajaa fahari akiamini kuwa amepata mwanaume bora. Lakini baada ya siku chache, alianza kushuhudia mambo ya ajabu. Usiku mmoja, aliamka na kumwona Jafar akiwa amebadilika kuwa kiumbe wa kutisha, mwenye macho mekundu na makucha marefu. Kwa mshangao na hofu kubwa, aligundua kuwa Jafar hakuwa binadamu wa kawaida, alikuwa jini aliyekuwa amejibadilisha kwa sura ya binadamu. Alitamani kukimbia, lakini hakukuwa na pa kwenda. Jafar alimfanya mtumwa, akimfunga ndani ya kasri lake na kumtisha kila siku. Alikatazwa kutoka nje na kila alipomsihi amwachilie, alikumbana na mateso zaidi. Zainabu alianza kuishi maisha ya hofu na huzuni. Chakula chake kilikuwa cha mateso na kila usiku alisikia sauti za kutisha katika kasri hilo la giza. Aliugua kwa mawazo na huzuni, na kwa mara ya kwanza maishani mwake alijutia maringo na dharau zake za zamani. Alitamani kurudi kijijini, lakini hakuwa na uwezo. Katika kijiji cha Mwangaza, watu walianza kutilia shaka kuhusu mahali alipo Zainabu. Wazazi wake walihisi kuna jambo lisilo la kawaida. Waliwaita wazee wa kijiji na kufanya mashauriano. Baada ya uchunguzi wa kina, waligundua kuwa Jafar hakuwa binadamu wa kawaida, bali jini aliyekuja kwa hila. Wazee wa kijiji walikusanya waganga wa jadi na kufanya ibada maalum. Walitumia nguvu za asili na maombi makali hadi wakafanikiwa kumtoa Zainabu kutoka kwa Jafar. Jini huyo alipoona nguvu hizo, alitoweka kwa ghadhabu kubwa, akilia kwa sauti za kutisha. Hatimaye, Zainabu alirejeshwa kijijini akiwa dhaifu na mwenye huzuni kuu. Baada ya kupata nafuu, Zainabu aliamua kuitisha mkutano wa kijiji. Aliwaomba wazee na vijana wote wawepo ili aweze kueleza yaliyompata. Akiwa na machozi, alisimulia mateso aliyopitia mikononi mwa jini. Alieleza kwa uchungu namna kiburi na maringo yake vilivyompeleka pabaya. Alijutia sana dharau zake kwa vijana wa kijiji na aliomba msamaha kwa kila mmoja aliyemkosea. Kijiji kilimsamehe na wengi walichukua funzo kutoka kwa maisha yake. Zainabu alibadilika na kuwa mtu mnyenyekevu, mwenye heshima na busara. Baada ya muda, aliolewa na kijana mnyenyekevu aliyempenda kwa dhati na wakaishi maisha yenye furaha na amani.